tena huku kwa nafasi ambayo yuko nayo mshambuliaji winga machachari, si mwingine hapa tunakwenda kumzungumzia Idi Selemani Nado. Unadhani performance yake ambayo ameionyesha yukiwa na klabu ya soka ya Azam Football Club, pengine kwa Young Africans kumuhitaji, huenda ikawa ni miongoni mwa sababu kubwa za kwenda kuongeza kitu ndani ya safu yao ya winga, nikiwa na maana ya wings ambazo zinakuwa zikioverlap kupanda na kushuka. Idi Selemani Nado ni miongoni mwa wachezaji hatari ambao Young Africans wakiwapata, mnadhani ya kwamba kuna kitu kinaweza kaenda kikaongezeka kwa upande wake? Kwa sasa hivi winga ambaye anafanya performance kubwa kwa Idi Selemani Nado ni kubwa sana. Kwa hiyo kama klabu yoyote ambayo inahitaji huduma yake, lazima umwangalia mwanzo na je, ameisaidia vipi klabu alokuwa nayo. Na ukiangalia sasa hivi klabu kama ya Azam inamtegemea sana kwa usababishaji wa magoli, umeona, na pia uchezaji bora wa klabu kama Azam. Kwa hiyo kwa Idi Nado, kwa kuseme kwa ubora alokuwa nao, klabu ya Yanga ina haki ya kumpata na atawasaidia kwa jinsi alivyo. Yanga wako sahihi kutaka huduma yake. Bwana, nirudi kwako Kisinda, nizungumze na kusema ya kwamba Idi Selemani Nado ni bora zaidi kuliko Faisal kama ambavyo amezungumza wakala wake. Kwenye kuweka ubora wa Idi na Faisali, hicho kwanza sio kitu sahihi, kwa sababu huwezi kumfananisha mfungaji ambaye anaongoza ligi kwenye ufungaji wa magoli, anaongoza ligi, umeelewa? Afu pia ukirudi kwenye klabu anaongoza kwa assist. Kwa hiyo unawezaje kumfananisha ambaye anaongoza kwanza ufungaji wa ligi mzima, ufungaji yeye anaongoza kwenye timu ufungaji na anaongoza kwa assist? Tuseme Nado ni mchezaji mzuri, umenielewa? Ni mchezaji mzuri na winga mzuri ambaye ni sahihi kwenda Yanga, kwa sababu ni wakati wake sasa hivi. Umenielewa? Kwa sababu anaonyesha performance mzuri, anacheza vizuri, na unajua kabisa asipowepo kwenye kikosi, unajua kabisa kuna kitu akipo sawa. Umenielewa? Ila kwenye kufananisha, huwezi kufananisha kwa mtu ambaye anaongoza magoli kwenye timu na anaongoza na assist kwenye timu. Kila mmoja yupo kwenye nafasi yake, ila sio kwa kuwafananisha kwamba yeye ni bora zaidi ya nani. Sio kitu kizuri kabisa. Bwana, tuzungumzie hiki. Meneja wa Idi Selemani Nado alishawahi alisema ya kwamba kwa performance ambayo yuko nayo mchezaji wake ana thamani ya zaidi ya shilingi milioni 450. Niseme ya kwamba hii ni milioni 500 ndiyo ambayo anahitaji ili aweze kuendelea kuongeza kandarasi akiwa na Azam FC. Lakini hili limeonekana kuwa gumzo kweli kwa wachezaji wa kizawa wengi. Mikataba inapoelekea kuisha, ndipo huwa wanaongeza maradufu ya kiwango chao zaidi ya kile walichokuwa nacho. Unadhani haswa shida huwa inakuwa ni wapi? Pengine ni performance ama ni kuhitaji kandarasi nyingine kuendelea kusalia kwenye club? Kwanza nizungumzie kitu kimoja ambacho wengi huaga wakielewi. Sisi wachezaji tunacheza kutafuta pesa. Umenielewa? Na ili tupate pesa kwa ajili ya kutafuta pesa. Umenielewa? Na ili tupate pesa lazima tuonyeshe kiwango ambacho kiko bora. Umenielewa? Na tunapoonyesha kiwango bora ni wakati sahihi ambao sisi wa kupata zaidi ya pesa ile ambayo tulikuwa nayo mwanzo. Sisi tunategemea kiwango chetu ndo kitupe pesa zaidi ya mwanzo. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Usipocheza vizuri unatupwa. Ndio. Umenielewa? Watu wanakutema. Watu kibao tumeona, kwa sababu kama mfano kina Idi Kipagwile washatoka pale. Umenielewa? Na wachezaji wazuri tu, ila kwenye wakati wao kuonyesha kiwango kizuri. Umenielewa? Upande wa soka haukuwa mzuri kwa upande wao. Umenielewa? Sasa kwa nini tujadili hili? Kwa nini inakuwa ni mwisho? Unadhani ni kwa nini wachezaji wengi ambao huwa mikataba ikielekea kumalizika huwa wanaonesha kiwango bora zaidi? Mfano mzuri nitakupa kwa Clatous Chama.
tukiangalia Chama performance ambayo ametoka nayo Young Africans, performance ambayo anajiunga na Singida Black Stars, sio sawa na performance ambayo alipokuja ndani ya Simba Sports Club. Simba walimwamini na kumpa mkataba wa mwaka mmoja, kacheza mkataba wa miezi 6. Lakini pia vile vile kipindi anaelekea kumaliza, sio Chama yule ambaye kila mmoja alikuwa akimtarajia kwenye performance yake. Kuhusiana na Chama, turudi kwa Chama. Nahisi hata we mwenyewe unajua uwezo wa Chama vizuri. Na tukirudi nyuma, mzunguko wa kwanza wa timu ya Simba haukuwa bora kuliko mzunguko wa pili. Exactly. Kwa sababu mzunguko wa pili wameongeza zaidi ya wachezaji ambao wanaanza hata zaidi ya 7 ambao wanaanza kikosi cha kwanza. 7 wanafika? Wanaweza kufika kwenye dirisha dogo la usajili. Dirisha dogo. Simba amemsajili Libase Ge, Anicet Yeura, Kasila, Nixon Kibabage, Clatous Chota Chama, na Inoloem. Clatous Chota Chama? Sio dirisha dogo. Dirisha dogo kaka. Dirisha dogo okay. Lakini pia vile vile Inoloemba, wachezaji 6. Wachezaji 6. Na katika wachezaji 6 unawazungumzia wote wanaanza na wamekuwa bora. Umenielewa? Kwa sababu angalia, Singida sio timu mbaya. Singida sio timu mbaya. Singida ni timu nzuri. Ila Singida inakuwa bora akikutana na timu kubwa. Singida huwa inakuwa bora ikikutana na timu kubwa. Umenielewa sijui? Kwa sababu mimi naamini wanapokutana na timu kubwa, wachezaji wengi wanataka kuonyesha kile walichonacho kusudi waonekane na timu kubwa. Kwa hiyo tafsiri yake unataka kusema ya kwamba wachezaji wengi wanapokutana na timu kubwa wanaonesha kiwango bora zaidi kuliko na timu ndogo. Kwa sababu gani? Kwanza ukijue kitu kimoja. Wachezaji wote wanaocheza kwenye ligi ya Bongo, kwanza macho yao ni ya Simba, Yanga na Azam. Ulijue hilo kwanza. Wachezaji wote wanaocheza ligi la Bongo, macho yao ya kwanza ni kucheza kwenye hizo timu 3. Simba, Yanga na Azam. Umenielewa? Kwa hiyo usitegemee timu yoyote ambayo unaweza kukutana na Simba, Yanga na Azam, mtu afu timu ndogo huku akacheza kiwango ambako kiko chini. Swala ambalo halipo. Na kuhusiana na Chama, Chama amekutana na watu ambao wanacheza mpira. Watu ambao imetokea wamekuja wameungana. Umenielewa? Yaani wamekuja mfumo wameingia moja kwa moja. Kwa sababu ukiangalia kwanza kama Libase, ukimwangalia Aula, umenielewa? Na sasa hivi kuna 9 kivuli, Mpanzo anaitwa kama 9 kivuli. Umenielewa? Haya, Chama na yeye anacheza namba 10. Umenielewa? Ni watu ambao wana ubunifu. Umenielewa? Wana ubunifu mkubwa. Huwezi kusema Chama amecheza vibaya nani Yanga. Hapana. Mimi siamini kama Chama akacheza vibaya Yanga. Nini ambacho kilikuwa kinamfelisha Chama? Clatous Chota Chama. Licha tu ya mfumo. Umenielewa? Chama hajapata nafasi ya kucheza. Chama na Young Africans hakupata nafasi ya kucheza kama aliyopata nani Simba. Kwa sababu hata wewe ukilala ukiamka ukikutajia bwana panga kikosi cha Simba, huwezi kumweka Chama nje. Umenielewa? Ila yule wakati yuko pale, je, alikuwa na nani mbele yake? Pale kaenda kamkuta nani Stefani Aziz Ki. Kamkuta Stefani yupo wa moto. Umenielewa? Kama ikumbuke kwamba kipindi cha nyuma huyu Aziz Ki alikuwa anakosa nafasi ya kucheza mbele ya Faisali. Umenielewa? Na ndio maana nasema kwamba nani unapomkuta mwenzio yupo kwenye kiwango kiko bora, ni ngumu sana kuja kumtoa. Umenielewa? Labda apate majeraha. Kwa hiyo kwa maana hiyo unataka kusema hata leo Aziz Ki akija ndani ya Simba Sports Club lazima ataanzia benchi kutokana na kwamba Clatous Chota Chama yuko kwenye ubora wake. Chama yupo kwenye ubora wake. Umenielewa? Na hata kama Aziz Ki aje Simba sasa hivi, umenielewa, hawezi kuingia moja kwa moja. Labda mpaka aonyeshe kile ambacho mwalimu anakihitaji. Exactly. Kwa sababu Chama ni mchezaji mzuri, ila Morocco
kashindwa kucheza kulingana na mfumo na mpira wa kule jinsi unavyokwenda. Mpira wenzetu sasa hivi upo kasi zaidi kuliko mpira wetu. Umenielewa? Na ndio maana hata Chama kaenda kucheza kashindwa. Mwangalie Msuva, uchezaji wake anaocheza anaendana na mfumo wa mifumo yote huko anakoenda. Exactly. Ndio maana leo hii Msuva yani ni heli akae bila timu ila tu asicheze bongo. Umenielewa sijui? Ni heli akae bila timu ila asicheze bongo. Kwa sababu ukishatoka nje ukarudi ndani tena unaonekana kama umefeli. Yani unaonekana kama yani hata kama sio mzee. Lakini Selemani Mwalimu pia amefanya hivyo. Ametoka Wydad amekuja Simba kwa mkopo. Na anaonesha na Wydad wametuma barua kwenda kwa Simba ili aweze kurudi kwenye klabu yake. Iko hivi, Selemani Mwalimu kaenda Wydad kawakuta kuna watu. Umenielewa? Na Selemani Mwalimu kinachomfanya sasa hivi mpaka Wydad anarudi kutokana na mlolongo wake wa kufunga. Umenielewa? Amini usiamini, Selemani angekuwa afungi, asingekuwa anatumiwa nani. Umenielewa? Na angalia Selemani anapostiwa na Wydad. Kila ambapo akifunga. Umenielewa? Anasherehekea goli lake. Waga wanamposti. Umenielewa? Hivi ushajiuliza nani Wydad washawahi kukaa kwa nini wanazungumzia kwa nini mchezaji wao anatokea benchi? Umenielewa? Ni maswala ya kujiuliza. Ila kwa sababu wao washaamini kwamba huu ni mfumo wa kocha kwamba mchezaji anapoanzia nje ni anaangalia kwamba